Taasisi ya Tanzania Girl Guide Association kwa kushirikiana na Grayling Future Foundation kupitia mradi wake wa vijana Climate Connect Project imefanya kikao na watoto wa kike wenye ulemavu na kuwapa elimu juu ya umuhimu wa kuendelea kulinda na kutunza mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na matumizi ya nishati safi. Katika mkutano huo, mgeni rasmi alikuwa ni afisa afya wa mkoa wa Dodoma, ndugu Nelson Lumbeli, ambapo amesema ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na taasisi ya Girl Guide imekuwa ikitoa mafunzo ili kumsaidia mtoto wa kike kutambua umuhimu wa kutunza mazingira na kuandaa viongozi bora wa baadaye. Mimi naitwa Nelson Lumbeli, mimi ni afisa afya wa mkoa na nafanya kazi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma. Leo tumekuwa na kikao cha uzinduzi wa mradi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kwa vijana unajulikana kama Climate Connect Project. Huu ni mradi ambao tunashirikiana na wadau kwenye mkoa kwa ajili ya kuangalia masuala ya athari za masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, jinsi ambavyo inamuathiri mtoto wa kike. Na tunashirikiana na wadau wetu wanaitwa Girl Guide ambao tunafanya nao kazi kwenye huo mradi. Na moja ya kazi kubwa ambayo wenzetu wa Girl Guide wanawasaidia mkoa, kwanza ni kuwapatia mafunzo watoto wa kike kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, waweze kujua madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kama unavyofahamu kwamba tafiti nyingi zimeonyesha uwepo wa mabadiliko, kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zinaathiri watoto, ikiwemo swala la ukosefu wa maji, swala la kuathiri mazingira, ongezeko la joto, lakini athari hizo pia zimekuwa na athari hasi kwa mtoto wa kike. Kwa mfano, mtoto analazimika afuate maji mbali, na anapofuata maji mbali inamfanya apoteze masomo. Kwa hiyo tumekuwa na mafunzo ambayo tunawafundisha watoto wa kike jinsi ya kuweza kuadapt masuala ya climate change. Na tunapofanya haya mafunzo yanapomwezesha mtoto wa kike atakapokwenda shule, mwisho wa siku inatusaidia kuweza kutengeneza viongozi wa baadaye ambao watakuja kusaidia kuongoza kwenye taifa letu na kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo huo ni moja kati ya mkakati muhimu sana, kwamba tunataka kuangalia discourage vile vitu ambavyo mtoto wa kike anavyofanya ambao vinamfanya poteze muda wake wa kujisomea, masuala ya kufuata kuni mbali. Kwa hiyo tunasema ni vizuri sasa jamii ijielekeze kwenye masuala ya matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo tumekuwa na mafunzo kwenye hilo eneo, kwanza kufahamu athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini na njia ambazo tunaweza kuzifanya za kama na mabadiliko ya tabia nchi ikiwa masuala ya nishati safi, ambayo hiyo ni moja kati ya afua muhimu sana ambayo tumeifanya. Na tunafikiria zaidi kwamba tunapofanya haya mafunzo yatasaidia sasa hata kwenye jamii zingine, kuelimisha jamii jinsi ya tunavyoweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ikiwa masuala ya matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo kazi kubwa ya leo ilikuwa ni kufanya mafunzo, lakini pia kuweza kufanya uzinduzi wa masuala ya matumizi ya nishati safi kwenye mkoa wetu wa Dodoma. Nao viongozi wa taasisi hii wamesema lengo la mradi huu ni kuwawezesha watoto wa kike na wanawake kutambua athari za mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na kutambua mambo yanayohusu jinsia. Kwa majina anaitwa Rehema Kijazi, ni project lead wa vijana Climate Connect. Lengo ni kuwawezesha wasichana na wanawake kuweza kutengeneza mjumuisho kati ya mazingira, athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na masuala yote yanayohusiana na masuala ya jinsia au kwa Kiingereza tunaita gender. Siku ya leo sisi kama Tanzania Girl Guide Association tulikuwa na zoezi maalum ambalo zoezi letu ilikuwa ni kuanzisha rasmi projekti hii katika mkoa huu wa Dodoma kwa kushirikiana na viongozi wa Dodoma, na mradi huu utafanyika kwa wasichana kama nilivyosema kati ya miaka 14 mpaka 30, na wasichana ambao watahusika ni wasichana wote, wasichana ambao wanapatikana katika mazingira ya vyuo, wanapatikana katika mazingira ya kijamii, lakini pia hatutawaacha pembeni wazetu
watu wenye ulemavu. Tumeanza kwa kukutanisha wasichana wenye mahitaji maalumu ambao wanapatikana katika shule ya msingi Mlezi na ambao wanapatikana katika vyuo vya CBE na UDOM pamoja na wanaopatikana katika jamii. Naitwa Aisha Msani, tunafanya kazi na shirika la Growing Future Foundation kwa nafasi ya mkurugenzi mtendaji. Leo hii tumeweza kuzindua mradi wa vijana Climate Connect ambao ni mradi wa Tanzania Girl Guide Association, lakini kwa Dodoma wamechagua sisi kama GFF tuwe partners wao, na tumezindua kwa mafunzo kwa mabinti wenye ulemavu kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama mgeni wetu rasmi aliyetufungulia alivyosema kwamba tusiishie tu kufanya katika halmashauri moja, tukiwa tunatambua kwamba mkoa wetu na halmashauri 8. Hivyo basi sisi kama wadau muhimu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi tutaweza kuexpand mradi wetu huu katika halmashauri nyingine. Matarajio yetu ni kwenda kuwafikia zaidi vijana hususan wa kike, lakini pia na watu wenye ulemavu, kuona ni kwa namna gani sisi kama jamii tunaweza kukabiliana na matatizo ambayo yanakuja na masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi.